Kuna vijana wengine wa kiume wanasema nikipata mali mchungaji ndio nitaoa. Ngoja nikwambie ukweli. Kuna mabinti Mungu akimleta kwako ndio uchumi unafunguka. Mimi nimeoa mwanamke na suruali kama 2. Kiatu kimoja. Chenyewe mvua ikinyesha na vua nashika mkononi. Maisha magumu. Nilipooa kale kamama kalikuja na baraka zake. Tukaendelea. Leo tunatembelea magari, lakini tulioana tukiwa kijijini fukara, hatuna hata baisikeli. Kwa hiyo wakati mwingine unachelewesha maendeleo kwa sababu huna mke. Ukioa kichwa kinatulia, kinayaona majukumu, pesa zako unatunza. Ndio maana matumizi ya vijana ni makubwa kuliko walio kwenye ndoa. Kwa nini? Kwa sababu wale walio kwenye ndoa wamejirimiti tayari, lakini kijana hai. Kwa hiyo mahusiano yasikuendeshe kiasi hicho. Ukipata mtu muoane. Mambo ya kukaa miaka na miaka, mtatengeneza uzinzi katikati hapo. Mtakuwa ni maraya waliokubu. Mnakuja kanisani, if you see my husband to be, my mate to be. Paka tubinti tungine tunaenda mpaka kwenye mageto ya wanaume. Nimeenda kwa my husband to be. Nataka nimsafishie nyumba, nimfanye nini? Wewe nimpikie, alafu wewe kapepo tu unamfuata uzinzi huko. Alafu mwisho wa siku umetumika kwenye nyumba yake. Anakuja kukwambia, ila mume atakaye kuoa atakuwa amepata waifu material. What? Kwa ina maana wewe sio muoaji? Hapana, mimi sio. Kwa muda wote umesukula masahani, umempikia, umefanya nini, alafu anakuacha kirahisi namna hiyo. Ni kama vijana nao. Eti anasomesha wife to be, anampeleka university, analipa madola. Jinga kabisa. Habari ya kusomesha ni ya wazazi wake. Akitaka kusoma beba, oa, atokee kwako kwenda chuo. Unasomesha mtoto wa watu uko kwa university, anakutana na wengine wana universal, fanya discussion, discuss. Mwisho nakuacha kwenye mataa. Ameniacha. Nimetumia pesa zangu zote. Wewe ulikuwa baba yake wewe. Marekani wana support. Angeomba huko wamsupport, waweke mkopo, awe analipa. Wewe unamlipia mtu ambaye bado hajawa wako. Uchumba sio mke. Ni wakati wa kuchunguzana. Akikuchunguza kwamba ufai, anakuacha na hela zako. Mchungaji anatufundisha ukatili. Hapana. Na kufundisha usiwe mjinga. Haya, naomba maswali kama yapo tuswalikane. Tuchukue muda kidogo wa maswali. Kama kuna watu wameandika, yalete kiongozi. Kama